Kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social, Rais Donald Trump aliandika kuwa ni wakati wa Ukraine kurejesha eneo lake lote walilolipoteza kwa Urusi, kwa sababu ni kama Urusi unaofananisha na chui wa karatasi, au anasema kuwa wamekata upepo katika kipindi ambacho wanasema uchumi wa Urusi umeporomoka kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo ni fursa pekee ambayo Ukraine wanayo, ima kurejesha maeneo yote 20% yanayokaliwa au kuchukua zaidi. Hayo ni maneno ambayo Trump aliandika kupitia mtandao wake wa Truth, mtandao ambao aliuanzisha kusudi kabisa kukabiliana na jinamizi ambalo alikutana nalo kwenye awamu yake ya kwanza, kufungiwa akaunti yake na mtandao wa wakati huo wa Twitter. Kwa hiyo kwa hasira alisema nitaanzisha mtandao wangu, na akaanzisha Truth Social, ambayo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha taarifa mbalimbali zinazotolewa na Rais Donald Trump. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Bila shaka wewe ni mzima wa afya. Yes. Wazee wa location najua. Bado niko mkoani. Na hii nyuma yangu ni moja ya hospitali kubwa kabisa. Iko kwenye mkoa fulani. Ila sitaji. Utajua mwenyewe ni hospitali gani. Ila iko kwenye mkoa fulani. Sasa nimepata fursa kidogo kukaa hapa nizungumze na wewe mawili matatu yanayoendelea ulimwenguni. Mojawapo ni hili ambalo nimeanza nalo kulizungumza kuhusu andiko lililotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Urusi. Trump anaamini kabisa kuwa Urusi ni kama hawawezi kwenda zaidi au wamepotea, kwa jinsi Trump anavyoona kuwa wamepotea. Na Trump anasema kuwa Urusi uchumi wao umeporomoka sana, kwa hiyo hawana muda mrefu sana wa kuanguka. Lakini anasema kuwa vita ya miaka 3.5 ya Urusi haikuwa na malengo yoyote ambayo ya maana. Anasema Urusi wameendesha vita ya miaka 3.5 katika vita ambayo walitakiwa waendeshe ndani ya wiki moja. Wakati huo huo, Trump akiulizwa na wanahabari kuhusu mgogoro mpya ambao umekuwepo kwa siku za karibuni baada ya nchi kadhaa ambazo zimepakana na Urusi kama Estonia, Poland, ambayo iko upande wa Ukraine, kulalamikia kuwa kumekuwa na drone ambazo za Urusi zina crossi kuja mpaka upande wa Poland, lakini ndege za kijeshi za Urusi zilipita kwenye ardhi ya Estonia. Kwa hiyo watu wa NATO wanasema hii imekaaje, tunataka tufanyeje, je tutumie kifungu cha 5? Trump anasema washirika wa Ukraine waliopo Ulaya Mashariki wanayo haki ya kujibu, yani wanayo haki kuzilungua ndege za Urusi ambazo zinapita kwenye hiyo anga. Tangazo hili limeamsha ile unasema ari nyingine kabisa, hasa eneo la Ulaya Mashariki, tension, pressure ikipanda, ikiwa juu, kwa sababu unafahamu kuwa Ulaya Mashariki ndio eneo ambalo zaidi limepakana na Urusi. Eneo la Ulaya Mashariki kiasi tutakuja Poland, lakini kiasi Ujerumani kwa pembeni. Lakini maeneo kama ya Finland ndio yamesogea kabisa. Unafahamu kuwa Finland nayo alijiunga na NATO mwaka jana. Kwa hiyo huyu ni mshirika mwingine wa NATO ambaye anashare mpaka na Urusi wa kilomita 1300. Upande wa juu kuna Sweden ambaye naye kidogo anaitazama Kaliningrad kidogo kwa pembeni. Estonia, Lithuania wote wako pale. Pembeni kuna mshirika Belarus, halafu kuna Poland. Hawa wote ni nchi ambazo naweza kusema zina pressure ambayo iko juu sana katika kipindi hiki. Sasa ukichukua tangazo la Donald Trump wakati anaongea pembeni ya mkutano wa UNGA 80, akishutumu Urusi kwa hayo yote, na huku akisisitiza kuwa hivi sasa ni wakati wa Marekani na washirika wa NATO kutuma silaha za kutosha kwa Ukraine, ili Ukraine aweze kurudisha ardhi yake, 20% ya ardhi ambayo Urusi aliichukua pamoja na Crimea. Kwa mujibu wa maandiko ya Donald Trump kuwa Ukraine wanaweza wakachukua zaidi ikibidi, yani acha 20% ya kwao, lakini wanaweza kuingia ndani ya Urusi wakachukua zaidi. Tangazo hili limeistua Kremlin, na akiongea na vyombo vya habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema kuwa kauli ya Trump haina kingine ambacho Urusi inakifikiria zaidi sasa kufikiria kuwa vita ni vita. Yani kuwa sasa tuendeni katika njia ambayo mnaitaka wenyewe. Na akapinga swala la kuwa Urusi ni kama chui wa karatasi. Anasema Urusi ni dubu kabisa ambaye ni hatari. Anapingana na kauli ya Trump kuwa wao hawana tishio lolote. Anasema kama hatuna tishio lolote, wacha tuendelee hapo tulipofikia.
Japo hakupinga kuwa uchumi wa Urusi kutetereka. Dmitry Peskov alikubali kuwa tumekuwa na shida hiyo, na tangazo lililotolewa hata na benki kuu ya Urusi kuanzia mwezi ujao riba zitakuwa zimepanda kidogo kwa ajili ya kufidia kiasi fulani gharama ya vita ni gharama kubwa sana inaendeshwa. Lakini kumekuwa na kampeni kubwa ya Marekani ambayo imekuwa ya kutaka kujaribu kupunguza mapato ya Urusi ili waweze kumtoa kwenye vita. Tumeona hivi karibuni akiongeza tarifa au ushuru kwa mshirika wake kipenzi kabisa India, ambao umepandishwa sawa, na yote kwa sababu India ananunua mafuta ya Urusi. Lakini bado maswali yalishindwa kujibiwa kwa sababu wanunuzi wakuu wa mafuta ya Urusi, pia Uchina ni mnunuzi mzuri, Saudi Arabia, Uturuki, Brazil, hawa wote ni wanunuzi wazuri wa mafuta ya Urusi. Sasa vikwazo kwenda kwa India peke yake, bado tunajiuliza maswali, kwa nini vimekwenda kwa India? Lakini kiuhalisia tuseme kuwa Marekani au Trump, ambaye kiuhalisia amekuwa ni kigeugeu asiyeaminika, na hili nimekuwa nikilizungumza na nyinyi mara kadhaa. Niliwahi kuzungumza na nyinyi hapa nikasema kuwa Urusi wanatumia advantage ya udhaifu wa Trump kuendelea pale wanapoendelea. Kuna watu waka-comment hapa, huwezi kumuita rais wa nchi kuwa vitendo vyake ni dhaifu ukilinganisha na nafasi aliyokuwepo. Urusi walishasoma uwezo wa Trump kuwa hawezi akaenda mbali zaidi kiasi hicho. Na ndio maana hata wakati anayazungumza haya au wakati anaongea na vyombo vya habari, alipoulizwa kuwa je, tuseme kuwa hivi sasa Putin ni kuwa haaminiki tena kwako, akasema hilo swali nitalijibu baada ya mwezi mmoja. Hizi lugha za Trump ni lugha ambazo amechukua sana kwenye mfumo wake wa kibiashara akaziweka kwenye siasa. Trump anapotaka kufanya hivi sasa makubaliano na nchi fulani, unaona anaitishia, anaiwekea vikwazo, anaipiga ushuru mkubwa. Wakati anawapiga ushuru mkubwa mnaweweseka, anawaita kwenye meza. Mkikaa kwenye meza, mkisha kubaliana na masharti yake, analifti, anaondoa, mnarudi mnakaa sawa. Kwa hiyo amekuwa akitumia triki kama hizo. Lakini mara kadhaa nimezungumza na nyinyi hapa nikawaambia kuwa unaweza kumwamini kiasi gani Trump, mpaka wapi? Yani unaweza kumwamini kutoka wapi mpaka wapi ili uamini kuwa Trump anaongea kitu cha ukweli? Kwa sababu tukitazama kwenye mgogoro huu wa Urusi na Ukraine, Trump amekuwa mtu asiye na msimamo kabisa. Yani ni mtu ambaye haaminiki kabisa kwenye huu mgogoro, kwa sababu kabla hajaingia kwenye nafasi hii mara ya pili, aliapa kuwa ndani ya saa 24 atakuwa ameshaimaliza kabisa mgogoro wa Urusi na Ukraine. Ndani ya saa 24. Leo ana miezi zaidi ya 8 kwenda 9. Ameshindwa popote pale. Lakini huyu Trump wakati ameingia alikuwa upande wa Urusi, akawashambulia sana washirika wa Magharibi na NATO pamoja na Ukraine, akiwashutumu kuwa nyinyi ndio mmesababisha matatizo. Bila nyinyi haya singetokea. Kama ningekuwa mimi rais, wala hii vita isingetokea. Aliyazungumza hayo, akiwashutumu vibaya sana. Katikati mambo yakaendelea kuzungumzwa, akawa anahama kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Akawa anashindwa kufahamika Trump anachokitaka kipi, kwa sababu alikuwa akimtetea Putin, anaongea na simu na Putin, anamsema Zelensky. Kama mnakumbuka alivyokwenda kwenye ofisi ya Oval mwezi wa pili, wakarurana na maneno makali kabisa kwenye ofisi ya Oval. Zelensky, JD Vance alikuwepo, Marco Rubio na Tim Walz wakati walikuwa kabla hajafukuzwa. Sasa wote walikuwepo na Trump wakamsimanga Zelensky kwa mambo mengi, akaondoka, akarudi kwa washirika wake wa Ulaya, wakaendelea. Sasa angalia kauli za Trump ambavyo zimekuwa zikibadilika. Ni hivi tu mwezi uliopita amekutana na Putin kule Alaska. Alisemaje baada ya kukutana naye? Baada ya mkutano wa Putin alisema, kwanza kabla ya mkutano wa Putin alitoa siku 50 kwa Urusi kuwa wawe wameshamaliza vita na wawe kila kitu kimewekwa sawa, vinginevyo watakutana na adhabu kali. Kabla siku 50 hazijatimia, akawa kwenye ziara ya washirika wa NATO kule Scotland. Alivyokutana na washirika wa NATO, walivyomchochea, akatoa siku 12 kwa Urusi kuwa natoa siku 12 kila kitu kimekwisha, vinginevyo tutaweka vikwazo ambavyo havijawahi kutokea na tutawapandishia ushuru kwa 100%. Alitisha kweli kweli. Kabla ya siku 12 kumalizika, tangazo likatolewa baada ya Steve Witkoff, mwakilishi maalum wa Marekani, kutembelea Moscow. Anatoka anakuja anatutangazia kuwa kutakuwa na ziara au kutakuwa na meeting ambayo imeandaliwa kati ya Putin na Trump. Watakutana. Baada ya siku ngapi tukaambiwa wamekutana au watakutana Alaska, tukajua nao wamekutana Alaska kule. Baada ya mkutano wa Alaska,
Trump akatoka kwenye vyombo vya habari akasema kuwa Putin ni mtu ambaye anataka amani na ameisha kubali. Swala la uamuzi kuhusu amani limebaki upande wa Zelensky peke yake, akitaka amani au hataki amani, kwa sababu uamuzi upo mbele yake. Sisi wote, yani ni yeye peke yake, lakini Putin kila kitu yuko sawa. Baada ya mkutano huo ukaja mkutano wa Trump na washirika wa Ulaya pamoja na Zelensky, wakaenda wakakutana kule. Kitu pekee walichokizungumza ni dhamana ya usalama ambayo Marekani walisema kuwa wataiweka. Baada ya siku 2 Marekani akakana Trump akasema sisi dhamana yetu tutatoa ni usaidizi wa anga tu na kuangalia usaidizi wa kijasusi, lakini hatutapeleka askari yoyote. Toka hapo wakaanza kuvutana kwenye malumbano yasiyoeleweka. Sasa wakaanza kupigana huku na huku, Urusi na Ukraine. Urusi wanazidisha mashambulizi huku na huku. Trump akaanza kutoa kauli kali upande wa anampa tena Putin. Mpaka leo sasa anakuja na kauli kuwa Urusi wamepotea, Urusi hawawezi lolote, na Ukraine anaweza kurejesha eneo la 20% ya nchi, mikoa 4 pamoja na Crimea unaochukua, kwa maana eneo lote lile la mashariki, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, sijui nini, mpaka Mariupol kule kote, anaweza kusema kwa unaweza ukaparejesha kote kwa sasa kwa kutumia vita. Kwa hiyo Trump amerudi kwenye mchezo wa Joe Biden. Yani Trump amerudi kwenye njia ya Joe Biden ya kupeleka silaha ambayo aliikwepa awali, akasema hatuwezi tukapeleka silaha, hatuoni faida. Sasa hivi anaruhusu kuwa NATO wanaweza wakapeleka silaha za kutosha ili Ukraine waweze kumaliza huu mchezo na wachukue ardhi ya Urusi zaidi. Je, tangazo hili linaashiria nini? Hakuna shaka kwa kauli ya Kremlin kuwa ni tangazo la vita, na Moscow tayari wamesema tumejiandaa, tuendelee hapa tulipoishia. Sasa tuone Trump hii kauli ni halisi au atakuja kuibadilisha mbele, kwa sababu katika shida kubwa ambazo nimekuwa nikizizungumza ni kutaka kumuamini Trump. Pale unapotaka kumuamini Trump inakuwa ni kosa kubwa umelifanya. Wakati Irani anazungumza kwenye mazungumzo ya awamu kwa awamu ambayo kiuhalisia ni mazungumzo aliyoyaanzisha Trump. Trump ndio aliandika barua kupitia kwa Imarati ikatumwa kwa kiongozi mkuu wa Iran, tunaomba sasa tuanze mazungumzo kuhusu nyuklia. Wao wakakataa, wakasema hatutaki kuzungumza moja kwa moja na nyinyi, tutazungumza kupitia nchi ya tatu. Omani wakawa wenyeji wa mazungumzo. Raundi 5 zikafanyika, raundi 1 ikifanyika kule Rome. Raundi ya 6 imebaki siku 3 ifanyike kule Muscat. Trump anazunguka pembeni, anamwambia Netanyahu shambulia Iran. Netanyahu anaanza kushambulia Iran na vita ya siku 12 inazuka. Wakati yeye yuko kwenye meza ya mazungumzo tayari, ndio nakuuliza unaweza ukamwamini kiasi gani? Lakini Trump huyu anatuma proposal kwa Hamas na washirika wa Qatar na Misri kuwa tunataka usitishaji wa vita. Waambieni Hamas mpango ni huwa hapa. Hamas wanakaa kwenye meza, wanataka kuanza kujadili sasa tufikirie kuwa tunakubaliana na lipi. Trump anazungumza pembeni na Netanyahu kuwa waue. Mashambulizi yanaelekezwa kuja kule. Wanashambuliwa. Hali ya kuwa wameenda kwenye mpango wa Trump. Unaweza kumwamini Trump kiasi gani linapotokea hili swala, au swala lolote linalotokea Trump anaaminika kiasi gani? Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Trump anaaminika kiasi kidogo sana kwenye hili. Kwa hiyo hata Zelensky ambaye amemsifia kwa kauli alizozitoa bado hayuko salama kwa kauli za Trump, kwa sababu Trump sio rais mwenye msimamo, ni rais ambaye anageuka. Yani leo atasema hiki, kesho atasema hiki. Leo atakuwa yuko upande wako, anakuhakikishia kuwa tutakupa hili, lakini baada ya hapo atakugeuka, atakuja upande wa pili na atakuwa kama hakuhusika na wewe. Yani ndio jinsi alivyo. Sasa hivi sasa ni tension, pressure kila sehemu. Ulaya Mashariki yote iko kwenye hali hiyo, na Ulaya nzima iko hivyo. Sasa kitu kimoja ambacho huwa mimi nasema mara nyingi, muda ndio huwa mwalimu bora kabisa wa ulaghai wowote unaofahamu. Muda ndio mwalimu bora wa kila kitu. Sasa huyu mwalimu bora wa kila kitu tumpe huo muda wenyewe kama jina lake, atakuja kutupa majibu kamili kuwa nini kimetokea au nini kinakuja kujiri. Jamani, asanteni, na nimetaka kuzungumza na nyinyi kuhusu hili jambo moja.